Bwana, kuelekea kwenye mchezo wa marejeano wa kombe la shirikisho barani Afrika hatua ya robo finali Simba dhidi ya Al Masry, bwana, hamasa zinaendelea na tumeona kile ambacho ameendelea kukifanya msemaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba Ahmed Ally akizunguka na mashabiki, lakini pia akizungukia matawi mbalimbali kuhamasisha kuelekea kwenye mchezo huo. Sasa mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mohamed Mtanda, tunafahamu ni moja kati ya viongozi ambao ni shabiki mkuu wa klabu ya Yanga, lakini napokuja swala zima la uzalendo, bwana, huwa anakuwa mstari wa mbele sana. Sasa mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mohamed Mtanda, bwana, ametoa fedha milioni 1 pamoja na mafuta ya gari kwa ajili ya kuwasapoti mashabiki Wekundu wa Msimbazi Simba ambao wanatokea Mwanza na kwenda kutazama mchezo wa marejeano wa Simba dhidi ya Al Masry, mchezo ambao unatarajiwa kupigwa tarehe 9 siku ya Jumatano. Sasa mara baada ya kila ambacho amekifanya mkuu wa mkoa wa Mwanza bwana Mohamed Said Mtanda, bwana, msemaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba ameshindwa kujizuia na kuzungumza neno juu ya jambo ambalo amelifanya mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda mara baada ya kuwachangia wana Simba wa tawi la Igoma Mwanza shilingi milioni 1 na mafuta lita 100 kwa ajili ya safari ya kwenda Dar es Salaam kuivusha Simba yao kwenda nusu finali. Alichokiandika msemaji wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Simba anasema asante Mheshimiwa Said Mtanda kwa support yako kwa wana Simba waje kuipambania timu yao iende nusu finali. Hii tunavuka. Ndicho ambacho amekiandika meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi Sports Club Ahmed Ally kupitia ukurasa wake wa Instagram, akimshukuru mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda kwa kuwasapoti mashabiki wa Simba mkoani humo. Na hii ni kauli ya baadhi ya mashabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba mara baada ya kupata msaada kutoka kwa mkuu wa mkoa wa Mwanza bwana Said Mohamed Mtanda. Mohamed Minge, mimi ni mwenyekiti wa tawi la Simba Igoma hapa Mwanza. Kwanza tunashukuru kwa sapoti ambayo wetu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Said Mtanda ametupatia, na sio mara moja kwa kweli. Atusaidia sana toka siku za nyuma huko, lakini na hii nayo ambayo tunakwenda kutazama mchezo wetu dhidi ya Al Masry, namshukuru ametusaidia, ametupa kiasi cha shilingi milioni 1 ambayo bahati nzuri leo tumeipata baada ya jitihada kidogo, lakini pia na mafuta lita 100 ambayo hayo tumepewa maelekezo kwamba tutakapoanza safari yetu basi tutayapitia pale. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa jitihada hizo za mkuu wa mkoa, na sisi ndio tuko tunafanya maandalizi haya mwisho sasa kuelekea kwenye safari yetu hiyo ya kwenda Dar es Salaam, ambapo tunatarajia Mungu akipenda tutaondoka siku ya Jumatatu inshallah. Kwa kweli kinatupa hamasa kubwa sana. Tunayo hamasa, lakini vile ambavyo mkuu wa mkoa anatufanyia kiukweli kabisa kinatuzidishia hamasa sisi kama washabiki wa Simba wa tawi la Igoma, kwa sababu kama hivyo ametupa pesa hizo inatupa hamasa kubwa sana kama mkuu wetu wa mkoa, sababu tunaona namna ambavyo mkuu wetu wa mkoa anajitoa katika eneo hili la michezo, ana support. Kwa hiyo natupa hamasa kubwa sana sisi kama washabiki wa Simba na wanachama wa tawi la Igoma Mwanza. Kwanza kabisa ni mimi niseme mpira ni burudani, lakini kubwa zaidi kwa kama ulivyouliza kwa sasa hivi, kwa kweli mpira umekuwa ni ajira pia kama unavyojua kwa vijana. Kwa hiyo na mimi nichukue nafasi hii kuwahimiza vijana wachangamke na hii industry, kwa sababu mpira pia umekuwa ni ajira kama ambavyo tunaona. Kwa majina anaitwa Asadi Sadiki, ni katibu wa tawi la Simba Igoma Mwanza. Ratiba yetu ya kuelekea Dar es Salaam itaanza siku ya Jumatatu saa 2 kamili asubuhi. Tunatarajia kuondoka na wanachama 30. Maandalizi yako vizuri. Mpaka hapo tunapoongea maandalizi yameshakamilika. Kinachofuata tu ni ratiba ya safari, ambayo ratiba ya safari itaanzia hapa kwenye maeneo ya tawi letu. Baada ya hapa tutaenda kwa mkuu wa mkoa. Kuna shughuli tunaenda kuifanya pale na kwenda kukamilisha ahadi aliyotuahidi.
Baada ya kutoka kwa mkuu wa mkoa, tutaenda Bismarck kwa ajili ya kufanya dua ya muda mfupi kwa ajili ya kuiombea timu yetu. Kwa majina anaitwa Mwalimu Wadi, ni afisa habari lakini vile vile ni msemaji wa matawi ya Simba kanda ya Ziwa. Kiufupi sisi tumejipanga vizuri kabisa kwa ajili ya mechi hii ya marudiano ambayo itafanyika pale kwa Mkapa, na tunaenda tukiwa tupo vizuri kabisa na tuna uhakika tutarudi na ushindi wa kutosha. Nikuhakikishieni ya kwamba toka katika tawi letu la Igoma tupo 30, lakini vile vile tuna vijana zaidi ya 30 wanatoka Ukerewe, na mimi nilikuwepo Ukerewe wiki 2 nimekaa Ukerewe. Kwa hiyo tuna baraka zote ambazo za kwenda kumfunga Mwarabu, na Mwarabu ataenda kufia pale pale kwa Mkapa. Tunafahamu kabisa na hatuna wasiwasi, sisi tumemtanguliza, lakini sisi tunakuja kwa kasi ya 5G. Tunakuja kumpiga kama nilivyosema 5G. Mwarabu tunaenda kumpiga goli 5 plus. Goli 5 plus na kuhakikishieni. Na tunakwenda kufunga vizuri kabisa. Na tunavuka. Hii tunavuka. Imani yenu kubwa nyinyi kama mashabiki? Imani yetu kubwa tulionayo, benchi la ufundi tayari ishazungumza na wachezaji, yale makosa madogo madogo ambayo walikuwa wanayafanya pale mbele sasa hivi yataenda kufutika kabisa. Na ndio maana kuhakikishia kabisa yule Elim Panzu kama unavyomtambua jinsi alivyo, yule nabii Volcano anaenda kushinda. Atapiga goli zake za kutosha. Kibdi yupo ndani ya mjengo na tuna uhakika Mkwala yupo. Unaizungumziaje Simba ambayo inaenda kucheza tarehe 9 ndani ya Benjamin Mkapa? Simba kwa ujumla kwa sasa hivi iko vizuri. Simba ya mwaka jana na ya mwaka huu iko vizuri baada tu ya vikosi kupanguliwa. Kikosi kilipopanguliwa wakaleta watoto wadogo hawa, wale wamekuja kikazi. Kwa hiyo tusubiri mambo makubwa pale kwa Mkapa, na tunakwenda na waga tunakwenda kila tunaponani sisi lazima kuna mambo mazuri yanakwenda kutokea. Na mimi mwenyewe chifu ndio naongoza msafara wa kwenda. Wewe ndio ile maana halisi ya Ukerewe. Ukerewe alikwenda kijana wangu. Ukerewe alikwenda kijana wangu. Mimi chifu, mimi masuala yangu ni Msukuma. Huyu alikwenda kuhakikisha mambo ya Ukerewe. Kwa hiyo maombi yalishapigwa kila kitu. Kwa hiyo yani nyinyi subirini tutakachotendeka huko watu. Basi ndipo stand tu hapo. Kwa upande wa pili ache wabeze wale ni watu ambao ndio kiwango chao hicho. Ndio maana alipita robo finali, kuna mtu fulani alizirai. Alikwenda kujitambua tu yuko hospitali. Nadhani msemaji wao. Ni kitu ambacho hawajakiona, lakini sisi ni safari ya 6. Ni hali ya kawaida kucheza na timu kubwa kama hizi. Sisi ni majiant. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.